Katika mtazamo chanya kuelekea mafanikio yako na malengo yako katika maisha, leo utagundua ya kwamba maisha yanaanza pale ambapo unajichagua wewe. Kauli hii inamaanisha nini? Kauli hii inamaanisha ya kwamba inawezekana mpaka leo hii maisha yako hayajaanza kwa sababu haujajichagua wewe. Kumbuka ya kwamba umepewa nyenzo za kuendesha maisha yako, na ulipoanza tu kuishi katika ulimwengu huu, nyenzo zote za maisha yako tayari ulishapewa. Umepewa fikra ambayo kila mmoja anapewa fikra, ila namna ambavyo unaitumia fikra yako inategemeana na namna ambavyo umechagua wewe kuishi. Kwa sababu uko katika maisha yako, inawezekana maamuzi yako yanaamuliwa na watu wengine, bado haujakuwa na uwezo wa kujichagua. Umepewa muda, lakini muda wako mwingi unautumia kwa mambo ya watu. Si vibaya kuishi na watu, lakini cha kwanza jichague wewe, kwa sababu utakuwa umeweza kuwa na uwezo wa kujitathmini kwamba wewe ni nani na unataka kufanya jambo gani. Hapo utakuwa unaelekea katika namna ambavyo unaweza kujitambua, namna ambavyo unatumia uwezo uliopewa, namna ambavyo unatumia talanta na karama na uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupatia, ni namna ya kuweza kupiga hatua katika kujichagua wewe. Kwa hiyo maisha yanaanza pale tu ambapo unajichagua. Hivyo tathmini ya kwamba fikra yako inawaza zaidi kuhusiana na nini. Je, una uwezo wa kuitumia fikra yako kwa ajili ya kujikuza wewe mwenyewe binafsi, au umetengeneza fikra yako kupokea mawazo kutoka nje na wewe hauna maamuzi? Mwisho wa siku hata kilichoko ndani umeshindwa kukisimamia. Je, muda ambao unao umeutumia kwa namna gani? Je, muda wako umeulinda namna gani? Je, mambo yote ambayo yanatokea katika maisha una uwezo wa kukataa? Una uwezo wa kusema hapana juu ya mambo mbalimbali ambayo yanatokea kuhusiana na muda wako? Kwa utakuja kugundua ya kwamba kama muda wako unaongozwa na watu wengine, kama muda wako hauzingatiwe mwenyewe, bado haujaweza kuwa na uwezo wa kujichagua wewe. Je, muda wako masaa yote 24 unayatumiaje kwa uwezo au kwa nafasi ambao unatakiwa kujijenga wewe kuweza kukua mbele? Uwezo ambao umepewa, unakuwa na uwezo mkubwa, lakini pia unautumia kwa ajili ya nani? Kwa hiyo unaweza ukajigundua ya kwamba nafasi ya kwanza ili uweze kufikia malengo yako ni kuangalia kwanza, je, kile ambacho una uwezo nacho una uwezo wa kujisimamia kwa namna gani? Kwa hiyo tunapopiga hatua ya kuweza kujitathmini wenyewe, tunakuwa na uwezo wa kujichagua wenyewe. Kwa ndio maana utakuja kugundua ya kwamba unatakiwa kuwa na asilimia kubwa ya kujiwekeza kwako kuliko kuwekeza kwa watu wengine, kuliko kuwa control na watu wengine. Na unapokuwa na huu uwezo, kuna wakati unaweza kaona kwamba kama jamii unaikataa au uko peke yako, lakini ukweli ni kwamba kuwa peke yako ndio nidhamu ambayo unatakiwa kuwa nayo ili utengeneze, ufanye vitu ambavyo umepaswa kuvifanya. Na vitu hivi vyote vinapelekea mafanikio yako kwa urahisi zaidi, kwa sababu pindi tu unapogundua kusudi lako la maisha, unapokuwa na uwezo wa kujichagua, unakuwa umepiga hatua kubwa. Kwa hiyo leo nikukumbushe pia ya kwamba wewe sio ubongo wako. Wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wakiamini ya kwamba ubongo unamuamulia cha kufanya, lakini wewe na ubongo ni vitu viwili tofauti. Wewe ni mfanya maamuzi, wewe ni decision maker wa kutumia fikra ulionayo, kwa kutumia ubongo ulionao ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Unatumiaje muda wako? Fikra yako itengeneze au ikuze, ifanyishe mazoezi ili uwe na uwezo wa kuikataa, wa kufanya kuwa na nidhamu, ili mambo yako mengi yaweze kwenda, kwa sababu utakuwa umeamua yale ambayo yanakunufaisha wewe ili uweze kuwasaidia wengine. Kwa namna gani ambavyo tunachukua mtizamo, si kwamba kwa kuamua kujichagua wewe unakuwa mbinafsi. Wazo letu leo tunajifunza ya kwamba wewe jiangalie kwanza kwenye kuelekea mtizamo chanya, ili uweze kuwa na uwezo bora, uweze kuwa na nguvu ya kuweza kufikia mafanikio yako. Unapokuwa na uwezo wa kujichagua wewe, ina maana unakuwa na uwezo wa kutengeneza thamani. Hata pesa ambazo unatamani kila siku unakuwa unakimbizana na pesa, baadaye ukishakuwa na uwezo wa kujifahamu, tayari utakuwa umejitengenezea thamani. Utakuwa umejitengenezea thamani, na kisha utakuwa na uwezo mzuri wa kuyavuta mafanikio yako, kuvuta pesa, kuvuta namna hii, kwa sababu wewe unavuta vile ulivyo. Kwa hiyo uwezo wa kujichagua wewe, ufikirie na kuwa na mtazamo chanya juu ya hili. Sasa hatua chache hizi zikusaidie. Unapogundua ya kwamba kuna sehemu wewe unachokitaka ni tofauti na vile ulivyo, ni kwa sababu fikra yako imeamua kufanya hivyo. Sasa ni kipi ambacho unapaswa kukifanya? Angalia katika mfumo wa maisha yako, kuna sehemu kuna leakage, kuna sehemu panavuja. Na leo tutajifunza pia kitu kingine zaidi, ya kwamba kuna maeneo matatu ambayo unapaswa kuyaangalia. Kwanza, katika mifumo ambayo wengi imevuja, ni upande wa yeye mwenyewe kujitambua ni nani. Je, utambulisho wako unaufahamu? Je, taarifa ulionayo, je, ufahamu ulionao
una uwezo wa kujiongoza, una uwezo wa kufikia malengo yako, una uwezo wa kujijua kwamba kwa nini unaishi. Ukishaanza kujiuliza maswali kama hayo, utakuwa tayari unatafuta utambulisho wako. Wengi wana utambulisho ambao hawautaki, na wakiamini ya kwamba ubongo au fikra ina uwezo wa kubadilisha ule utambulisho. Leo nikukumbushe ya kwamba uwezo wa kubadilisha kutoka usipotaka kwenda unapotaka ni maamuzi ya kimakusudi ambayo na wewe una uwezo wa kuyafanya. Ni kubadilisha fikra, kwa sababu matokeo unayoyaona yote ni vile fikra yako inavyowaza kuyaelekea hayo. Masuala ya kipesa, masuala ya kiuchumi kwa ujumla, masuala ya kimahusiano, masuala ya afya, yote haya ni kutokana na fikra ulionayo. Kwa unachokiona ambacho hukipendi, ina maana kinatoka katika fikra yako. Anza kubadilisha fikra yako kuelekea mafanikio ambayo unayataka. Jambo la pili, sehemu ambayo kuna leakage ni upande wa usimamizi. Wengi wamelaumu kwa vitu vingi ambavyo hawana, wakasahau kuviboresha vitu vichache au vitu vingi ambavyo wamekabidhiwa. Usimamizi unaanza na kile ulichonacho. Kwa unachokiangalia katika mifumo ya maisha ambayo unayo, usimamizi wa muda wako, usimamizi wa fikra yako, usimamizi wa mali ambazo unazo. Wengi wanapata, lakini uwezo wa kutunza haupo, uwezo wa kusimamia haupo. Vile vile inapelekea jambo lako kujirudia kila siku, kuwa na hatua ambazo haziendelei kwa sababu umeshindwa kuwa msimamizi bora. Stewardship inatuonyesha, au kuwa wakili inakuongoza wewe kusimamia rasilimali ambazo umepewa bure. Na ukweli ni kwamba tumepewa rasilimali hizi bure. Ukiangalia fikra, uwezo wa kuitumia negative au positive uko mikononi mwako. Wewe ni mfanya maamuzi, wewe ni muamuzi. Uwezo wa kutumia muda wako, aidha utumie vizuri au vibaya ili uongeze thamani yako, uwezo huo unao wewe. Uwezo wa kutumia mali ulizonazo au uwezo ulionao, wote huu uwezo unao. Jambo la tatu, tunaangalia kwamba kuna sehemu ambayo kuna leakage, ni sehemu ya kuwa na capacity, uwezo. Mambo mengi haujayakuza kwa sababu uwezo wako ni duni kuyafikia malengo yako. Jinsi ambavyo umefanya kizembe, umefanya kwa udhaifu, ukiamini tu mambo yatajileta yenyewe. Ukweli ni kwamba katika safari ya kuweza kusogea mbele, lazima uamue na lazima uweze kuwekeza kwenye jambo ambalo unatakiwa kulifanya ili uweze kusogea. Kwa uwezo haujileti wenyewe. Uwezo wa kufanya jambo ambalo umetengenezwa au umeumbwa kulifanya, lazima ulifanyie kazi na uamue kwamba nalifanyia kazi ili uweze kupiga hatua liweze kukua. Ukiangalia katika unaweza ukachukua mfano labda katika kuogelea, ukiingia kama hujaanza kufanya hatua ambazo unatakiwa kuzifanya, utazama. Unapopewa uwezo lazima ufanyie kazi, lazima uukuze ili uweze kusogea. Kwa wengi wamefikiri kwamba matatizo yanajirudia kila siku, lakini ukweli ni kwamba mifumo yako ndio imepelekea kuona matatizo yanajirudia. Unapobadilisha mifumo, sehemu ambazo zinavuja ukazirekebisha, utakuwa umepiga hatua kubwa sana ya kuelekea kuwa na mafanikio bora katika maisha ambayo unayo. Ukweli ni kwamba matokeo yanayojirudia kwako ni kwa sababu pia ya mifumo ambayo inajirudia kwako, haujaweza kuzuia maeneo ambayo unakuwa nayo. Na cha kwanza, anza kujikagua, ni wapi panapovuja. Je, ni kwenye utambulisho wako, kujifahamu wewe ni nani panavuja? Kama ndipo panavuja, kama hujaweza kujua wewe ni nani, anza kuwekeza muda wako. Anza kujiunganisha na source au aliyekuweka, Mungu aliyekuumba. Muulize ya kwamba, Mungu, hivi umeniweka duniani kufanya nini? Nimekuja ulimwenguni kufanya nini? Ukikuta katika eneo la utambulisho uko vizuri, nenda katika eneo la usimamizi. Je, kila unachopaswa kukisimamia unakisimamia? Wakati watu wengi wamekuta wanalalamika kwa vitu vichache wasivyokuwa navyo, lakini vitu vingi umepewa, umeshindwa kuvisimamia. Kwa hiyo nenda kagua mfumo wako wa maisha katika usimamizi. Muda, fikra yako, uwezo ulionao. Je, una uwezo wa kufanya jambo la kusimamia vizuri? Lakini mwisho, angalia, je, capacity ulionayo, uwezo ulionao katika kutekeleza majukumu yako, una uwezo? Wakati fulani unaweza kulalamika kwamba matokeo hayaji, lakini changamoto ni wewe. Kumbuka uwezo wako ni wa kipekee, na unapounda mifumo sahihi katika maisha yako, una uwezo wa kubadilisha uwezo huo na kuwa athari halisi.